Shule ya Sekondari Songoro Mnyonge ilianza kujengwa mwaka 2018 na kukamilika Januari 2022. Shule imesajiliwa kwa usajili namba S5661. Ilianza mwaka 2022 ikiwa na wanafunzi 506 na walimu 8. Mpaka kufikia Machi 2025, shule ina jumla ya wanafunzi 1526, wakiwemo wavulana 741 na wasichana 785. Idadi ya walimu ni 38, ambapo kati yao 29 ni waajiriwa wa serikali na 9 ni walimu wa kujitolea. Ndugu mwenyekiti kamati ya siasa, ujenzi wa vyumba 12 vya madarasa unatekelezwa shule ya Sekondari Songoro Mnyonge iliyopo mtaa wa Kilimahewa Juu, kata ya Wazo, wilaya ya Kinondoni. Ujenzi huu unahusisha vyumba 12 vya madarasa na matundu 22 ya vyoo, ikiwa matundu 12 kwa watoto wa kike na matundu 10 kwa watoto wa kiume. Ndugu mwenyekiti kamati ya siasa, ujenzi wa vyumba 12 vya madarasa na matundu 22 ya vyoo ulianza rasmi tarehe 20 mwezi wa kwanza 2024 baada ya shilingi milioni 200 kuingia kwenye akaunti ya shule tarehe 22 mwezi wa 9 2023. Mkandarasi anayehusika ni Kenel Business Holding Company Limited, ambapo alisaini mkataba tarehe 30 mwezi wa 12 2023. Gharama ya mradi. Ndugu mwenyekiti kamati ya siasa, mradi utagharimu kiasi cha shilingi milioni 896,174,375 na senti 75, ikiwa ni mapato ya ndani ya manispaa ya Kinondoni. Jumla ya shilingi milioni 813,401,121 zimepokelewa kwa ajili ya ujenzi huu. Hatua ya mradi. Ndugu mwenyekiti kamati ya siasa, mradi umekamilika kwa 90%, ikiwa vyumba 6 na matundu 11 ya vyoo yamekamilika na vinatumika. Vyumba 6 ujenzi wa tofali umekamilika pamoja na matundu 11 ya vyoo. Matumizi. Ndugu mwenyekiti kamati ya siasa, mpaka sasa jumla ya shilingi milioni 806,451,921 na senti 93 zimetumika kumlipa mkandarasi, na jumla ya shilingi 393,449 na senti 72 bado hazijatumika. Faida za mradi. Ndugu mwenyekiti kamati ya Mwenge, mradi utasaidia kupunguza msongamano mkubwa uliopo madarasani, kwani kwa sasa chumba kimoja kina wanafunzi 75. Pia itasaidia kupunguza msongamano chooni. Pia itasaidia walimu kupata ofisi. Ndugu mwenyekiti kamati ya Mwenge, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutupa fedha za ujenzi wa madarasa haya. CCM oye! Mama Samia oye! Mama Samia safi! Naomba kuwasilisha. Asante sana. Kwa niaba ya wazazi wa Songoro Mnyonge, sisi kama wazazi tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ambayo ametufanyia Songoro Mnyonge. Tunamshukuru sana kwa sababu shule yetu kama ambavyo mkuu wa shule alivyoeleza, ina wanafunzi wengi na kutokuwa na msongamano mkubwa. Lakini kwa kutuletea darasa hili na kutujengea jengo hili, imetupunguzia sana msongamano wa wanafunzi. Tunaomba turudishe shukrani na pongezi kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja na hayo, tunajua kwamba shule yetu bado ni changa, ina machangamoto mengi. Changamoto ya kwanza, ndugu mgeni mheshimiwa, ni kwamba eneo letu la shule limechanganyikana na wakazi. Kwa mipaka yetu ya shule bado haijaeleweka vizuri. Tuna wakazi ambao wako katikati ya shule na watoto wetu wakati mwingine wanaenda kujificha kwenye hizo nyumba. Kwa tukua tunaomba mipaka ya shule itambulike rasmi. Jambo la pili, mheshimiwa diwani, changamoto yetu ya pili ni eneo la viwanja. Shule yetu haina viwanja vya watoto wetu vya kuchezea mchezo. Na kama mnavyojua kwamba mchezo ni sehemu ya afya, ni sehemu ya kuondoa msonga mawazo na kadhalika. Kwa tukua tunaomba tupate viwanja, kiwanja cha watoto wa kiume na kiwanja cha watoto wa kike. Jambo la tatu, mheshimiwa, changamoto ya tatu ni barabara.
Shule yetu kama unavyoiona, kwa sababu kule mbele kuna wakazi ambao wanaishi, kwa hiyo shule haina barabara. Leo hata tungesema barabara ya kwenda shule haipo. Kwa tunaomba kupitia Mheshimiwa Rais atutatulie tatizo hili. Tunakushukuru sana viongozi wote, Mungu awabariki sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Naitwa Stella Mzengi, ni mkazi wa Kilimahewa Juu Salasala. Mheshimiwa mgeni rasmi diwani, tunakushukuru sana kwa upendo wako pamoja na majukumu mengi ulionayo, lakini bado umetutafutia muda wa kuja kutuona na kushuhudia yale ambayo serikali ya Chama cha Mapinduzi inafanya. Tunakushukuru sana. Kwa kweli hili swala la shule yetu, we are proud. Tunakushukuru sana sana, na tunaomba ufikishe salamu zetu za shukurani kwa mbunge wetu na kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sababu unajua maendeleo ya nchi hii yanaenda kwa kasi sana, na sio kwa ajili tu ya ule utendaji, bali ni ule umakini wa Mheshimiwa Rais na timu nzima ya uongozi kwamba Watanzania wanahitaji nini. Elimu ni kitu muhimu sana. Usipomsomesha mtoto, basi hilo taifa ni marehemu. Sisi tunakushukuru sana. Jambo lingine ninaomba ni kushukuru sana hata kwa barabara na daraja lile linalounganisha shule ya Benako shule msingi pale. Lakini pamoja na hayo, tunaomba hizi barabara zetu kama alivyotangulia mzazi wa kwanza, tunaomba barabara zetu ziboreshwe. Kwa kweli ni matatizo. Nafikiri kama umetembea hata hapa ndani, mvua ikinyesha watoto wanapata shida sana. Viatu havidumu, nguo hazidumu kwa sababu ya ile hali ya hewa. Tunakuomba sana, pamoja na mambo mengi ambayo unafanya, miradi mingi, lakini hili nalo utufikishie hata kwa Mheshimiwa mbunge na timu nzima ya uongozi wa Wazo, kata ya Wazo na wengine wote. Tunakushukuru sana sana sana. Kwa majina naitwa Grace Betwell Mkumbwa, ni diwani wa viti maalum wilaya ya Kinondoni. Ndio maana kuna watu wanajiuliza kata ya Wazo kuna madiwani wangapi? Mimi ni diwani ambaye natokana na wanawake, vijana pamoja na walemavu. Nimechaguliwa na wilaya nzima ya Kinondoni. Wanawake ndio walioniteua na ndio nikawa diwani wa viti maalum wilaya ya Kinondoni, lakini ninaishi kata ya Wazo, mtaa wa Nyakasangwe. Sawa. Ifahamike hivyo. Lakini kwa kipekee natanguliza shukrani sana kwa Mheshimiwa Rais. Ametuona kata ya Wazo kwa upana zaidi. Ukiangalia sekta zote amezigusa. Sekta ya elimu, afya, nitaangalia tena elimu ilivyoguswa maradufu kupitia mpaka madawati yetu, lakini kupitia sasa hivi jinsi tulivyokuwa na ujenzi upya wa madarasa yetu pamoja na shule mpya ambazo zinakuja kata ya Wazo. Lakini pia mimi niwaombe wanawazo, tuna changamoto ipo ya barabara. Hiyo inajulikana. Ila kupitia mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan, ametuona kwa jicho la upana. Tuna barabara zetu zinaenda DMDP2. Sasa tunaenda kupata lami. Ni swala la muda tu. Lakini hata zile za ndani TARURA nao wametusikia. Tunaenda kupitisha greda, lakini tunaenda kuweka vifusi zile barabara ambazo hazipitiki. Niwaambieni kuweni mumwamini Mama Samia, mjue Mama Samia yupo na kazi amefanya, nyenye mtakuwa mashahidi. Lakini pia tuna swala la mwendokasi jamani. Sasa hivi tutakuwa swala letu nauli ni ndogo, tunafika Kariakoo.